أرضنا قنديلا يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلمات كل حقيقة فهما سقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. بعد. Ndugu Islam, tunaendelea na fatawa za imamu wetu al-Allama al-Kabir Sheikh Ahmed al-Khalili kuhusiana na masala ya kurembea mawe. Na muulizaji anauliza, na swala hili nalisoma kwa ujumla tu, maana hata huyo muulizaji wake alivyouliza hakuuliza vizuri, lakini anafahamika, na Sheikh alivyomjibu vile vile kuna zidi kufafanua kama muulizaji kakusudia kitu gani. Cha muhimu ni kama muulizaji anauliza kwamba mtu kaajiriwa na watu watano. Watu watano wamemwajiri mtu mmoja ili awarembee mawe, arushie mawe katika pale jamarati. Watu watano wamemwajiri mtu mmoja awarushie mawe. Sasa baada ya kuwa msongamano umekuwa mkubwa, yule mtu akaona sasa afanye nini? Akaona kwamba achukue mawe ya watu watano, mawe ya watu watano katika konzi moja. Ina maana hayo ni mawe 7 mawe matano sawa mawe matano katika konzi moja. Halafu akarusha mara 7, yani mawe matano ya konzi moja akarusha mara 7. Hilo ndio swali lake. Je, jambo hilo linatosha au ni lazima arushe jiwe moja moja? Jawabu ni kwamba hilo halitoshi, halijuzu. Hakuna budi, ni lazima arushe jiwe moja baada ya jingine. Sawa Kwa hivyo pale arushe idadi ya mawe 35 kwa watu watano wale. Sawa Arushe idadi mawe 35 katika kila jamra moja. Anauliza mwenye kuuliza, anasema, je, inajuzu kwa mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe kaajiriwa kwamba afanye arushe mawe, kaajiriwa, na yeye alipofika pale katika kurusha mawe akamwajiri mtu mwingine kwamba amrushie mawe yule alomwajiri. Yani wewe umemwajiri mtu kwamba bwana nirushie mawe, pesa zako hizi hapa. Yule ulomwajiri alipofika pale penye kurusha mawe na yeye sasa akamwajiri mwingine kwamba bwana mrushie mawe fulani, pesa zako hizi. Je, jambo hilo linafaa? Jawabu ni kwamba ndiyo, inafaa ikiwa kadharurika, kalazimika kwamba afanye hivyo. Inafahamika katika jawabu hii kwamba kwa asili mtu asifanye hivyo, lakini huenda ikawa kadharurika kwa sababu moja au nyingine. Kwa mfano kadhoofika, mwili wake hakuweza, kaumwa, au dharura nyingine yote ile, dharura ziko nyingi, hapo tena atafanya hivyo. Hivyo ndivyo ambapo kwamba fatwa inafahamika. Wallahu tabaraka taala a'lam. Anauliza mwenye kuuliza, je, mtu ambaye kwamba kaajiriwa arushe mawe ikiwa hakuweza kwa sababu ya maradhi na mfano wa hayo, na kwa hivyo akamwakilisha mtu mwingine katika kufanya hivyo, je, kuna ubaya juu yake? Swala hili ni kama lile ambalo kwamba limetangulia. Anasema shekhe kwamba hakuna ubaya mtu kumwakilisha mtu mwingine, kumwakilisha mtu mwingine akamrembea mawe ikiwa yeye hakuweza kufanya hivyo. Wallahu a'lam. Anauliza mwenye kuuliza, anasema, je, wale ambao kwamba kule Maka wamekwenda kupeleka watu kwa magari,
waendeshaji madereva wale, na wenye kupika, na wenye kushughulika na mambo ambayo kwamba ndio maslaha ya nani? Ya mahujaji, wenye kuwashughulikia mahujaji yani. Na watu hawa ni wazima, si wagonjwa. Je, inafaa wao kwa mazingatio hayo tu kwamba yeye ni driver, pengine hakuweza imemuia tabu kwenda kurusha mawe, au anashughulika kuwapikia mahujaji, au anafanya shughuli nyingine za kwa ajili ya mahujaji. Je, inafaa watu hawa kwamba wamuwakilishe mtu wapige mawe? Jawabu ni kwamba ikiwa hawakuweza kurusha wao wenyewe kwa sababu ya kushughulika kwao na maslahi ya mahujaji, kwa sababu ya kuwashughulikia mahujaji, basi hakuna ubaya wao kuwawakilisha watu wengine kwa warembee mawe. Na ikiwa wataweza wao, basi itabidi wafanye nini? Warembee wao wenyewe. Hata ikiwa watarembea mawe usiku, watarusha usiku katika siku zile zinazoitwa ayyam tashriq, tarehe 11, 12 na 13. Anauliza mwenye kuuliza, anasema mimi nimekusudia kwenda kutekeleza ibada za hija, na mimi nina siha yangu kamili alhamdulillah, na nimefanya mambo yote ambayo kwamba ni wajibu, isipokuwa siku ya mwisho kabisa ya kurembea jamarati zile. Basi hapo nilimkalifisha, nilimtaka mmoja ya wenzangu kwamba anirembee, akarembee mawe kwa ajili yangu. Na hiyo ni kwa sababu ya kuhofia msongamano mkubwa na joto kali. Je, hija yangu hii mimi imekamilika au vipi? Naomba unipatie faida. Jawabu ni kwamba natarajia kwamba hija yako imekamilika, wallahu tabaraka wa taala a'lam. Anauliza mwenye kuuliza, anasema kwamba mtu ambaye kwamba amekwenda kufanya hija, na ambaye kwamba amekwenda kurembea jamarati, kurembea mawe katika jamarati 3 zile, katika tarehe ya 11, katika tarehe ya 10, katika tarehe 11, na ikawa amechukua idadi ya mawe 21, na alipofika katika lile jamra la kwanza alipofika katika jamra la kwanza akarusha mawe yote kabisa, na alitakiwa pale arusha mawe 7, alafu endelea katikati arusha mawe 7, alafu endelea mwisho arusha mawe 7. Yeye yote kaenda kurusha katika la mwanzo kwa kusahau. Huyu mtu alisahau. Kisha akarejea wakati huo akarejea kupitia njia ile ambayo kwamba amekuja pale, mpaka akafika chini ya mlima ule, chini ya jabali, na akachukua hapo mawe 21. Akachukua mawe 21 hapo. Halafu akarejea akaenda akarembea tena. Je, mtu huyu inampasa chochote, kinamlazimu chochote kwa sababu ya kusahau kwake, na kwa sababu ya yale mawe ambayo kwamba ameyachukua katika masafa ya kilomita 2 kutoka katika sehemu ya kurembea? Jawabu, mtu huyo hakuna ubaya juu yake, wallahu aalam. Yani hivyo alivyofanya, inshallah Mwenyezi Mungu atampokelea, hakuna kosa inshallah. Anauliza mwenye kuuliza, anasema ikiwa mwenye kufanya hija amefika katika kile kizuizi, katika kizuizi kile, katika kizuizi kilichopo katika ile sehemu ya kurembea mawe ile ni lenyewe, jambo lenyewe kurembea mawe,
ambalo kwamba linarembewa juu yake mawe. Naam. Je, kuna ulazima wa kwamba jiwe lifike katika ile sehemu yenyewe hasa ile inorembewa, au anarembea tu ni sawa ikiwa jiwe hilo limefika sehemu yake ile sehemu au halikufika? Yani ni lazima ile jiwe lianguke katika ile sehemu inayotakiwa hasa jamra au vipi? Jawabu ni kwamba hakuna budi, ni lazima ulipige jamra lifike katika jamra ile eneo lenyewe lile uko pale katika kurembea kwako. Na yule ambaye kwamba hakulisibu hilo, hakulipata ile jamra, basi huyo ni kana kwamba yeye hakurembea mawe. Wallahu aalam. Kwa hivyo kama hakurembea pale akafika pale inapotakiwa, ni kwamba hajafanya bado. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Anauliza mwenye kuuliza, na swala hili linafanana na lilotangulia lakini linakamilisha maana, kwamba je, kuhakikisha kwamba jiwe lako lilolirembea limefika katika jamra na kuliangalia wakati unaporusha hilo unaporusha jiwe katika jamra, kuliangalia jiwe hilo, je, hii ni sharti, ni lazima katika kukamilika kule kurembea kwako, au si lazima kuwa ulitazame na uhakikishe? Na ikiwa anayefanya hija hakuhakikisha jambo hilo, je, kule kurusha kwake mawe kunakuwa kumekamilika au haukamilika? Na je, ni kitu gani tena wakati huo kinampasa? Jawabu ni lazima, hakuna budi uhakikishe kwamba jiwe limefika. Hakuna budi uhakikishe kwamba jiwe limefika katika aljamra. Na vinginevyo inakuwa mtu huyo hukumu yake ni kana kwamba hakurembea, kana kwamba hakurusha jiwe, hajui kwamba jiwe limefika au halikufika. Kwa hivyo apige jiwe, alitazame, hakikisha jiwe limefika, ndio hapo itakuwa ametoka katika dhima. Anauliza mwenye kuuliza, je, kuna ruhusa, iko ruhusa kwamba anayefanya hija arushe mawe katika jamarat kabla ya jua kutenguka, yani kutenguka jua kuingia dhuhuri, na halikadhalika ikiwa haikupatikana fursa ya kurembea katika wakati wa mchana, je, inasihi kurembea mawe baada ya sala ya Isha? Jawabu, ikiwa atarembea usiku basi hakuna ubaya. Ikiwa mtu atakurusha mawe usiku hakuna ubaya. Ama kabla ya kutenguka jua, yani kabla kuingia dhuhuri, jambo hilo haliachi kuwa na uzito ndani yake, yani halifai mtu kwa alifanye. Kwa sababu kauli sahihi ni kwamba mtu arembee mawe baada ya kutenguka jua, yani kurembea mawe kuanzia tarehe 11, 12 na 13. Hizi siku hizi unarembea baada ya kuingia dhuhuri. Siku nyingine ya kwanza ile unarembea baada ya kuchomoza jua. Isipokuwa kama wale ambao kwamba tumesema madhaifu, wanawake ndio wameruhusika wao kurembea baada kuzama mwezi na kuchomoza alfajiri. Anauliza mwenye kuuliza, na swala hili takriban linafanana na mengine tumesoma huko nyuma. Je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba ameenda kurembea mawe katika jamarat saa 5 kisha asiondoke Mina mpaka kasalia dhuhuri? Lakini labda mushkila wake huyu mtu yeye ni kwamba baada ya kurembea akaendelea kukaa pale hakuondoka. Ndio swala lake labda liko hivyo. Swala la kwamba kurembea kabla ya dhuhuri tumeshasema kwamba hilo hali juzu, lakini labda mushkila wake upo hapo kwamba yeye hakuondoka mpaka dhuhuri. Jawabu ni kwamba haijuzu kurembea mawe katika siku za tashriq tarehe 11, 12, 13, isipokuwa baada ya kutenguka jua
wakati wa dhuhuri yani. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Hadi hapa itakuwa tumemaliza mlango huu wenye kuhusiana mambo kuremea mawe, na insha Allah tabaraka wa taala sasa hivi tunaendelea katika mlango wenye kuhusiana mambo ya al-hadi, yani vile vichinjwa vinavyochinjwa kule Mina kwa ajili ya kukamilisha ibada hizo za hija. Insha Allah tabaraka wa taala tukitanafasika tuendelea mlango huo wakati mwingine. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. min ar-rahman dhillun warifun يحيي الوجود لكي يعود جميلا، فتسامت الأرواح تسبيحا له، وسرت ترتل قوله ترتيلا. هذا سؤال الذكر فينا هاديا، يسقي قلوب السائلين دليلا، يسقي قلوب السائلين دليلا.